Ndugu viongozi wenzangu na watumishi wapya wote, kwanza tunamshukuru Mungu kwamba leo tumepata nafasi ya kukutana na watumishi wote wapya. Mkoa huu umepata nafasi ya watumishi wapya wa taasisi za umma 200 mmeletwa hapa, na leo tumekutana na taasisi 15 ambazo zimepata watumishi wapya kwa ajili ya majukumu ya utumishi katika mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba mmefurahi kuwa mkoa wa Iringa, na sisi kama wana Iringa tuko tayari kuwapeni ushirikiano wa kutosha ili utumishi wenu hapa uwe ni baraka kwa wananchi na uwe ni fanaka kwa taifa letu, lakini pia uwe ni matumaini kwa wananchi ambao wanatutegemea katika mkoa wetu wa Iringa. Naomba leo ninapofanya semina hii nihairishe mafunzo haya kwa kusema yafuatayo kuwa ndio msingi wa lengo la kufanya kikao kazi hiki. Tumewaiteni hapa ili tuwakaribishe, tumewaiteni hapa ili kuwapeni matumaini, tumewapeni hapa kuhakikishieni ushirikiano, lakini pia kuwaambieni do and don'ts ambazo ni lazima mzisimamie kwa ajili ya ustawi wenu na ustawi wa taifa letu mtakapokuwa hapa Iringa. Jambo la kwanza, naomba watumishi wote wapya mlioletwa Iringa mzingatie swala zima la haki za watu na haki za watumishi wenzenu kwenye maeneo ya kazi. Lakini pili, hakikisheni kwamba mnaheshimu utu wa watu katika mkoa wetu wa Iringa. Watu waone mnawathamini, mnawaheshimu na kila mmoja ana nafasi yake katika kazi mnazozifanya. Lakini jambo lingine, hakikisheni mnakuwa waadilifu, mnakuwa waaminifu, mnakuwa wawajibikaji msiotuliwa mashaka, lakini ni watu mnaoheshimu utii wa sheria bila shuruti. Lakini tatu, hakikisheni matendo yenu na maneno yenu yanajenga umoja na mshikamano wa watu ndani ya mkoa wetu. Lakini pia hakikisheni mnatumia fursa zilizopo kuhakikisha kwamba mnajenga usawa miongoni mwetu, lakini pia mnaimarisha uwazi katika utendaji wenu ili wananchi waendelee kujenga imani na ofisi mnazozitumikia, huduma mnazozitoa na serikali yao ndani ya mkoa. Lakini mwisho, nawasisitiza sana, mtakapokuwa hapa Iringa hakikisheni mnatumia fursa ya kuwa Iringa kujiimarisha kiuchumi. Mkoa huu una fursa nyingi sana, zitumieni kujijenga kiuchumi ili muweze kuwa na kipato cha ziada nje ya mshahara ambao mnalipwa na serikali. Lakini pia mjiimarishe pia kwa maarifa. Tunavyo vyuo vikuu vikubwa viko hapa, tuna chuo kikuu cha Muse kiko hapa, tuna chuo cha Ruku kiko hapa, tuna chuo cha Iringa kiko hapa, na tuna Open University ya Tanzania iko hapa. Kwa wale ambao mna lengo ya kujiimarisha kielimu, tumieni vyuo hivi kujiendeleza na kujiimarisha ili kuongeza maarifa. Nyinyi ambao mmepata nafasi na heshima ya kuaminiwa kuwa watumishi wa umma, na nadhani ni muhimu mpende kuwa mnasema sisi ni watumishi wa umma badala ya kusema sisi ni watumishi wa serikali. Ukisema sisi ni watumishi wa umma, unakumbushwa kwamba ule umma ndio unaokamuliwa kodi kukulipa wewe mshahara. Ule umma ndio umeaminishwa kwamba mambo yao utayamaliza wewe. Ule umma ndio umehakikishiwa kwamba ile kero utaitatua wewe. Kwa unapoitwa mtumishi wa umma ni kengele ya kukukumbusha kwamba kumbe ninawajibika kwenye umma wa Watanzania wenzangu ambao wana matarajio na matamanio makubwa yatakayotokana na huduma ninayoitoa kwenye ofisi niliyopewa. Kwa niombe sana watumishi wapya mlioaminiwa ndani ya serikali na kupangwa ndani ya mkoa wetu wa Iringa, nendeni mkautumikie umma wa Tanzania, na kwa niaba yao waone kweli mna haki ya kuwa watumishi wa umma ndani ya mkoa. Kwa hiyo hongereni sana na mjipigie makofi mengi 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 sana. Sasa nikamilishe kwa kuwatakieni kila laheri katika utumishi. Mungu azidi kuwabariki na kuwatunza, akawapeni kibali kwenye haya majukumu ambayo mmeaminiwa kuyafanya. Awasaidie haya mazingira yao ni mepesi kwenu kufanya majukumu mliopewa. Awasaidie kwenye mji huu mpate fursa zitakazowainua kiuchumi na kiutumishi. Awaepushe na misukosuko ndani ya utumishi wenu. Awasaidie mjione uwezo wenu na mjifunze kwenye uwezo wa wengine, lakini msikubali kurudishwa nyuma kwa mambo ambayo hayana msingi. Tumeelewana vizuri hilo mkilifanya vizuri litawasaidia sana. Mwisho nasisitiza, tengenezeni maisha yenu. Mlioacha nyumbani ni maisha ya wazazi wenu, hasa nyinyi vijana ambao mnaanza maisha. Tengeneza maisha yako. Yaliyobaki nyumbani ni maisha ya wazazi wako. Kwa ni muhimu kutafuta vya kwako ili waandae watoto wako pia wasaili vizuri kwenye mazingira hayo. Baada ya maelezo haya marefu sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa niwaombe kitu kimoja. Baada ya haya maelezo yote marefu ambayo tumeyatoa ya kuwakumbusha, kuwatia moyo, kuwapeni mbinu za kufanya kazi zenu vizuri, namna ya kuishi na wenzenu kule kazini, namna ya kujipanga kwa maisha yenu binafsi, niwaombe kila upande sasa tutapata watu wawili. Upande ule watapatikana watu wawili, hapa watapatikana watu wawili, hapa watu wawili. Hawa watatueleza namna mlivyopokea ujumbe wetu wa leo. Sawa ndugu zangu? Jambo fuata. Kwa majina naitwa ZMM 08 FC Daniel Z Mwadangala. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza naomba niseme asante kwa elimu hii tulioipata kwa siku ya leo na kwa muda huu. Kitu cha kwanza naomba niende straight to the point, nisichukue muda mrefu sana.
Kitu cha kwanza nilichojifunza na naamini tumejifunza wote. Kwa nini nijifunze mimi peke yangu wakati tuko watu wote? Cha kwanza, kitu cha kwanza cha msingi sana ni kwamba utumishi ni jukumu na si mahali pa utafutaji. Naomba nichukue hivyo kwa uelewa wangu mimi nilivyoelewa kwamba hili ni jukumu ambalo sisi watu wote hapa ndani tuko na hilo jukumu, na kwamba kama tumekuja na akili kwamba tumekuja kupata kipato, basi hiyo naomba tuipige chini, tuchukue kwamba si mahali pa kipato bali ni mahali pa majukumu, sababu wa kuongoza na wa kufanya siku zote huwa ni watu wachache kuliko wale wengi waliobaki kutusikiliza. Maana tukisema tuchukue watu wengi, labda let's say watu 1000 wafanye utumishi, alafu watumia ndo wawe hao wa kufanywa kazi hiyo, kazi itakuwa ni ngumu sana. Na ndio maana tukiangalia kwa idadi yetu tuko kidogo, ila majukumu yanotukuta huko nje ni mengi sana. Kitu cha pili, nitaenda straight kwenye uadilifu na uaminifu. Baba yangu mimi mwenyewe alikuwa ananiambia kwamba uaminifu ni mtaji. Sasa naomba nichukue hii kama nilivyopewa, na nitaichukua na hii pia, na nitaendelea nayo kwamba uaminifu ni mtaji wa kufanya chochote kwenye haya maisha, sababu naweza nisikufahamu, ila kwa utakachonionyesha kwa siku ya kwanza na siku ya pili nitaweka imani ndani yako, na tutaendelea kufanya mambo ya maana kesho na kesho kutwa. Kitu cha tatu nilichojifunza kwenye mada hii ya leo ni siri. Kama watumishi tunapaswa kuwa kuna kitu moyoni tunaishi nacho, so lazima kila kitu tukitoe, na kama imebidi tukitoe, basi tuangalie tunatoa mazingira gani. Je, ni wa nyumbani au ni wa nje? Kama ni wa nje, basi niwe na koromeo kwenye hichi nachotaka nikiongee, na kama ni wa nyumbani, basi niangalie ni kwa sisi level, nisiseme level, kwa sisi tulio na malezi ya kijeshi tunajua kwamba sipaswi niongee shida hii kwa walioko chini, basi nitaenda kwa juu. Wajuu ni nani? Nimeambiwa kuna afisa utumishi, si ndio? Nitamfuata yeye na kumwelekeza nilicho nacho moyoni. Basi hapo ndipo nilipoelewa kwamba kwenye utumishi huu siri ni kitu cha muhimu sana, sababu sijui ninachokiongea kitaleta madhara gani au athari gani mbeleni. Kitu cha nne na cha mwisho nilichojifunza na tulichojifunza wote, naamini hivyo, kwamba maamuzi yangu yanapaswa yafuate katiba, kanuni, taratibu na maelekezo ya mara kwa mara. Nisiwe na maamuzi ya kujiamulia mimi kama mimi, sababu ni mimi ndio Daniel Z Mwadangala, lakini kuna picha nimeibeba ya taasisi yangu mimi. Kwa hiyo ninavyoharibua mimi, huenda mwenzangu ndo akajua kwamba yule ni Dani, lakini wanaoniona hawasemi ni Dani bali ni zimamoto. Ni hilo tu wafanya. Muongezeni makofi mwenzenu wangu. Safi sana. Upande huo bado kuna nafasi moja. Upande huo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, meza kuu itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa ZMM 1136 Fire Constable Gabriel Emmanuel Mwakalobo. Asante sana kwa mambo ambayo umetuelekeza, na mimi nimepata key takeaways chache ambazo ningependa kushare. Cha kwanza, umetukumbusha kwamba sisi ni watumishi wa umma, public servants, na hiyo inaendana pamoja na maadili pamoja na uwajibikaji, kwamba ukiwa public servant kuna expectations ambazo jamii inataka kutoka kwako, lakini pia kuna lifestyle ambayo tuna expect kutoka kwa public servant, ikiwemo jinsi unavyo behave kwenye jamii, uvaaji wako, utembeaji wako, uongeaji wako. Umetukumbusha, asante sana. Lakini pia umetukumbusha, nimeelewa na nimejifunza kwamba ni muhimu kwa mfanyakazi yote kufanya kazi kulingana na maadili, kulingana na sheria, taratibu na kanuni ambazo zimekuwa outlined ili kuweza kumeet demand ya serikali pamoja na wananchi. Kingine umetukumbusha sehemu ya integrity, faithfulness, loyalty pamoja na
kuwa mtumishi ambaye ni trustworthy kwenye jamii pamoja na taasisi ambapo tupo. Wazungu wanasema once trust is broken sorry means nothing. Kwa maana kwamba unapokuwa kazini ukidokoa ukabainika, you won't be trusted ever again. Na katika kitu ambacho kibaya kusingiziwa au kutajwa ni kuwa mwizi. Kwa hiyo nimekumbushwa mimi binafsi, lakini naamini pia watu wote hapa tumeelewa hilo. Kwa hiyo ninashukuru sana, na pia asante kwa kutufungua macho, kwa maana kwamba kwa fursa za elimu zilizoko hapa. Nimegundua kwamba we have a lot of people ambao wako nje wanasubiri kupata nafasi tulizonazo. Kwa hiyo kama umepata nafasi leo, means kwamba kuna mtu ambako siku ukiteleza ataingia. Kwa hiyo fanye nini? You have to update yourself, kwamba hizi nafasi tulizo nazo tupo hapa kwa ajili ya learning, unlearning na relearning. Kwa maana kwamba safari yetu ya kuajiriwa haishi kukaa tu kazini na kuridhika. Hapana, unatakiwa kuendelea kujiupdate kulingana na dunia inavyoenda. Kwa madaktari wanajua, na fani zingine zozote lazima uendelee kusoma na kujiendeleza. Asante sana. Jina langu ni Adadi Mwemez Muse. Kwanza kabisa shukrani za dhati zimwendee Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini vile vile za pili zimwendee mkuu wa mkoa. Nashukuru sana kwa kuona hili kwamba ni muhimu kutupitisha kwenye utaratibu na kutuelekeza kuhusu utaratibu wetu wa kazi. Nashukuru sana. Mimi nilichojifunza au tulivyojifunza wote kwa pamoja ni kuhusiana, cha kwanza kabisa ni maadili ya professional zetu au maadili ya kazi. Kama ni mwalimu kweli, kuwa mwalimu, sio mwalimu halafu unavaa nguo tafikiri umeenda kwenye singeli ya kinadamu ndio nywele moja katikati nyingine nazondoka. Kwa mtu ambaye umesomea kitu chako na ukitendee haki. Kama ni mwanasheria kweli, vaa kama mwanasheria, usivae kama unaenda kwenye tuseme ndiko. Cha kwanza. Cha pili ni kuhusiana na kazi kwa uadilifu na uaminifu. Mimi niseme tu kwamba kama ulivyosema mheshimiwa kwamba unapokuwa unafanya kazi, fanya kazi kwa uadilifu, kwamba manake uelekeze yali ufanye kama Mungu alivyokuelekeza. Mimi naamini kwamba hamna dini ambayo inaelekeza ufanye uasherati kazini. Hamna dini ambayo inakwambia wewe ukalewe kazini. Kwa maana ya kwamba tutakushangaa sana mwanasheria au mwalimu unatoka kazini kute klabu umelewa mpaka umejitolea haja ndogo. Hajabu. Lazima ufate uwe na maadili, lakini pia uadilifu vile vile. Cha tatu cha mwisho ni kuhusiana na heshima, kuheshimiana. Heshima ni dhamana kubwa sana ambayo neno lake ni dogo, herufi chache, lakini malipo yake ni makubwa. Sio tu kwa hapa duniani, hata Mwenyezi Mungu anakupatia kheri kwa kuheshimu wenzako. Cha tatu, cha nne na cha mwisho kabisa, nawakaribisha Muse. Karibu sana. Asante. Ninaitwa Boniface Magambo Charles, natokea Muse. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru kwanza kabisa kwa elimu ambayo umetupatia sisi watumishi wapya ambao tumetoka taasisi mbalimbali. Kwa kweli tulikupigieni makofi baada ya kuhitimisha, lakini naomba turudie kumpigia makofi mkuu wa mkoa. Kwa kweli hotuba yake ni nzuri sana. Mheshimiwa mkoa, nitakuwa nakosea kama sitaweza kukusifia kwa moyo wako mnyofu ulivyoweza kutueleza uzuri wa mkoa huu. Kwa kweli inawezekana watu tumeishi mikoa mbalimbali, lakini kimsingi kama mkuu wa mkoa ametuambia mkoa wetu wa Iringa ni mkoa ambao ni mzuri, una fursa nzuri, una fursa nyingi. Kwa kweli sisi kama ajira mpya kwa ambao tumefika katika mkoa huu, tunashukuru sana mheshimiwa, na tunaahidi tutatumia huu uzuri wa mkoa huu kukua na kujiendeleza zaidi. Lakini jambo jingine, mkuu wa mkoa umeeleza vizuri sana kwenye ishu ya maadili ya kazi. Kimsingi na kiukweli ni kwamba hatuwezi kuwa na taifa bora bila kuzingatia maadili ya kazi. Iwe wewe ni daktari, lazima ufanye kazi kwa maadili ya kidaktari. Iwe wewe ni mwalimu,
lazima ufanye kazi kwa maadili ya walimu. Kwa hiyo nafani kila fani yoyote na maadili yake. Kimsingi naweza nikachocheza pale kwamba hata kwa nyumbani basi kuna miiko ya nyumbani. Kwa kupitia maadili ya kazi na fani zetu mbalimbali tunaweza kuwa na familia bora hata baadaye. Lakini kingine, mkuu wa mkoa, nimejifunza na nimeelewa sana kutunza siri. Serikali ina taasisi mbalimbali sana. Kwa kweli sisi wananchi au sisi watumishi wa umma tusipoweza kutunza siri na majukumu ambayo tunaweza tukapewa, kwa kweli serikali yetu inaweza kusema vibaya na viongozi wetu wakubwa wanaweza kusema vibaya. Kwa hiyo mimi nashukuru sana na niombe kabisa kwamba wote sisi ambao tumetoka hapa mafundisho haya basi tukatunzeni siri. Siri tu si kwa sababu ya kazi, lakini tukijiextend, mkuu wa mkoa, inawezekana tunatokea katika familia mbalimbali. Tusipoweza kutunza hata siri za familia zetu, basi tunaweza tukadharaulika na kutoheshimika katika jamii, kwa sababu sasa tunajifunua ambapo pasipohitajika. Lakini kingine ni kutafuta maisha yetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakupongeza sana. Umekuwa sio mchoyo wa fadhila. Umetuambia lazima tutafute maisha, na kwa sababu hiyo tumezaliwa na lengo tunavyoishi hapa duniani ni lazima pia tukue. Sisi tunakushukuru sana kwa moyo huo, umetutia moyo, tunaanza kazi, lakini unaiona future. Unatuambia basi ziko nafasi nyingi na kubwa zaidi. Na mimi nikatengeneza mfano kwamba kumbe ukitaka kufika mbali lazima utembee, lazima uwe na wenzako. Ukitaka tu kufanikiwa hivyo usiluke peke yako. Umetuambia tuwe na teamwork, tupendane, lakini tufanye kazi kwa pamoja. Lakini la mwisho kabisa, mkuu wa mkoa, kwa heshima yako naomba basi, kwa sababu ninatokea katika idara ya lugha na fasihi hapo MUSE, niweze tu kuwakaribisha kwamba MUSE tunatoa kozi za lugha za nje au lugha za kigeni. Tunacho Kifaransa, tunayo Kichina, tunacho pia Kiingereza hiki. Kwa hiyo mimi mwenyewe natoka kwenye eneo la Kichina, niwakaribishe sana kuja kusoma lugha za nje, lugha ya Kichina na Kifaransa. Sheshe daja, asante sana mkuu wa mkoa. Asante sana. ZMK 0316 Fire Constable Meska Gilbert Mvungi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na meza kuu nzima, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kwa siku ya leo, sisi kama ajira mpya ambao tumekusanyika hapa, vipo vitu vingi sana ambavyo tumejifunza ambavyo vinatujenga katika mienendo yetu ya kila siku. Nikiwa na maana leo kuna vitu vingi ikiwemo swala la confidentiality ambalo tunasema ni usiri katika kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa umesisitiza sana. Pia umesisitiza swala la discipline, nikiwa kwa sababu sisi tuna deal na raia moja kwa moja. Tumeelekezwa kuhusiana na matumizi ya lugha nzuri kwa raia, kwa sababu ni watu ambao tunakutana nao kwa asilimia kubwa. Pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa umetusisitizia swala la uadilifu na uaminifu, tukiwa tuna maana ya kwamba kujipatia kipato kwa njia ambazo ni halali na si vinginevyo. Na kimsingi umetukumbusha kwenye adherence of rules and regulations za Republic, nikiwa na maana ya kufanya majukumu yetu kulingana na sheria na kutokukiuka sheria. Kwa hiyo sisi kama wafanyakazi wapya tunatakiwa, inatupasa na ni muhimu kufuata na kutekeleza sheria za nchi. Tufanye kazi kutokana na sheria kama zinavyosema, kwa kila mtu na kitengo chake, adherence of code of ethics. Sisi kama watumishi umetukumbusha hilo. Pia tunasema ni asante kwa ajili, na pia mimi napenda kupongeza Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na meza yako kuu kwa uwajibikaji na kwa nafasi kubwa ambayo unaifanya kwa wananchi wa Iringa. Hongera kwa kazi kubwa sana Mheshimiwa, wewe na meza yako kuu nzima. Tunaona, tunatambua, tunapita Iringa, tunaiona, tunajivunia sana nyie. Asante. Mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa, kamanda wa jeshi la zimamoto, itifaki imezingatiwa.
Kwa majina naitwa Isakwisa Wile Afumwise, ni mfamasia pale hospitali ya rufaa mkoa. Kwa kusummarize tu kwa namna mambo ambayo mheshimiwa ametupitisha, kwanza niseme ametukumbusha mambo ya msingi hususani ya kufuata kanuni, taratibu, miongozo na maagizo ambayo yanakubalika kisheria ambayo tunapokea. Mimi nilichoelewa umetusisitizia hilo kwa sababu yamkini katika shughuli na majukumu ambayo ulionayo kila siku umekuwa ukikumbana na changamoto mbalimbali ambazo zinaendana na maadili na miiko ambayo watumishi wamekuwa wakikiuka. Kwa hiyo katika hilo ningesema tu kiufupi kwamba kwa kufuata maadili, miiko na miongozo ambayo imewekwa ambayo inatuongoza sisi watumishi kufanya kazi, tutaweza kufanya kazi kwa amani, tutaenda kufanya kazi smoothly, na pia tutaenda kuwatumikia tutaenda kuwatumikia wananchi wote pasipokuwa na kero za aina zote, kwa sababu naamini mheshimiwa mkuu wa mkoa amekuwa akikutana na wananchi na anajua wananchi wa Iringa ni watu aina gani, wanahitaji vitu gani. Kwa hiyo kwa maelekezo au kwa haya mafunzo ambayo tumepewa leo, naamini tukifanya yale ambayo tumeelekezwa, hatakuja kusikia madukuduku yoyote au kesi zote za ukiukaji ambazo zitafika kwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Mimi nikushukuru kwa binafsi kwa sababu sisi kama watumishi wapya pia tulikuwa enrolled katika kozi mbili. Kuna yale ya usalama lakini pia ya kiutumishi. Mkuu wa mkoa ana madini, nimeappreciate sana na sisi kama watumishi tutatembea katika maadili hayo ambayo umetufundisha sisi siku ya leo. Nashukuru. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na sitorudia walioongea wenzangu, ila nitaongea kwa pande mbili. Kitu cha kwanza nilichojifunza ni kuhusiana na self assessment. Tuwe tuna tabia ya kujitafakari wenyewe. Tusiwe wa kutoa lawama au unauliza kwa nini chance sijaipata while hujajiassess mwenyewe kujua kwa nini sijaipata. Lakini pia tumekumbushwa tulikuwa na mwaka mmoja ulioisha ambao ndio tulikuwa tumejipanga kutafuta chumba, kujua mshahara wako unakutosha au haukutoshi. Lakini kwa sasa hivi tunakoelekea mwaka wa pili, tujitafakari na tujipange, tujue tunaishije. Kama mshahara haututoshi, tufanye nini ili tuweze kukua. Asante. Mkuu wa mkoa na meza kuu, mimi nilichopata kujifunza sana nimepata kujifunza kutoka kwako. Nimejifunza kuona ndani yako kuna ubaba na upendo kwa sisi intake mpya ambayo tumeingia mwaka huu. Umegusia vipengele vingi sana ambavyo yani siwezi kuanza kuorodhesha kimoja baada ya vingine, wenzangu waliotangulia wameshaviongelea. Na vya msingi kila kipengele kwa namna moja au nyingine. Nasema asante, na nishakuwa huwa na kuona ukiwa unaongea una ubaba na upendo mkubwa kwa Iringa. Tunasema hatutakuangusha, tutakuwa na wewe. Asanteni. Mimi naitwa Esther Mianga Muse. Nimejifunza mambo makuu matatu. Japo mengi wenzangu wameshazungumza, lakini na mimi zaidi ya kuzungumza haya ambao wameshasema nimejifunza zaidi ya hicho. Cha kwanza ambacho nimejifunza na naona watu hawasemi ni kutokufeki maisha. Hicho ndugu mkuu wa mkoa umesema kitu cha msingi sana. Sisi ni waajiriwa, ndo kwanza tumeingia. Kwa hiyo tuishi real life. Umesema kuna changamoto sana katika mkoa wetu, hasa maambukizi ya ukimwi. Tukianza kutaka vitu vikubwa, tukawa na tamaa, inaweza kuwa ni changamoto. Kwa hiyo tujitahidi kuishi real life. That's number one. Lakini namba mbili, kitu kikubwa ambacho pia umezungumza, sisi kama watumishi sasa wapya kwenye taasisi zetu, tusifanye kitu cha out compete the boss. Tukiwa tuna issue, tunatakiwa tushauri kwa hekima
na sio tufosi mambo. Hicho ni kitu cha muhimu sana katika taasisi. Lakini kingine cha mwisho, ndugu mkuu wa mkoa, ambacho nimejifunza kwako ni kwamba wewe ni kiongozi shujaa sana. Wakati nasikiliza bunge lililopita, kuna mbunge mmoja alisema Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James anafanya kazi kwa bidii sana. Mimi nikawa na interest, nilivyoletwa Iringa nikatamani kukuona. Ni kweli nimeona wewe ni kiongozi bora na leo umeverify kwa kutuita hapa leo. Hongera sana mkuu wa mkoa. Kuna watu wanapenda kusema kwamba nikiwa mkubwa nakuwa kama nani, kama mentor, lakini mimi pia naweza kusema kwamba nikiwa mkubwa nataka kuwa kama mkuu wa mkoa wa Iringa. Asante sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunakushukuru sana kwa semina hii, na niwaambie tu vijana ajira mpya, sisi watumishi tulioko mkoa wa Iringa tunajivunia sana na tunamshukuru Mungu kwa uwepo wa mkuu wa mkoa wetu hapa Iringa. Kila siku tunajifunza mengi. Ni mkuu wa mkoa ambaye ana upendo, anatushauri na ana uwezo mkubwa sana. Nyie wenyewe mmejionea, amepita kila engo, hajaacha kitu. Kwa hiyo kazi ni kwenu nyinyi kama vijana ajira mpya kuyafanyia kazi. Mkoa wa Iringa una mafanikio makubwa sana, ni kwa sababu una kiongozi ambaye ni mahiri, mfuatiliaji na anayejua kutuongoza. Sisi tunaongozwa naye, na ndio maana mpaka leo unaona karibia taasisi zote zinafanya vizuri hapa mkoa wa Iringa. Na kunapokuwa na changamoto anatuita, anatuelekeza, anatushauri, na unajikuta ile changamoto uliokuwa unaiona kubwa ndani ya muda mfupi inatatulika. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwenye timu ya mafanikio chini ya mkoa wetu wa Iringa, na nyie muwe sehemu ya kuendeleza haya mafanikio. Ongezwa ili mkaongeze nguvu kazi katika kutekeleza majukumu yetu, kila mmoja katika nafasi yake, kuhudumia wananchi wa Tanzania, hususan wa mkoa wa Iringa. Mkuu wa mkoa, tunakushukuru kwa kikao hiki, na niwapongeze vijana, nyie mmepata bahati ya kupewa haya mambo mwanzoni kabisa, ili usiharibikiwe, ili ujue unaanzia wapi, unaenda wapi na unatekeleza nini kwa kufuata taratibu. Kwa niaba ya taasisi zilizoko hapa, mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana na tunazidi kukuombea kwa sababu uwepo wako umeonyesha mafanikio makubwa mkoa wa Iringa, nasi tunasema tutaendelea kufanya kazi na wewe kwa kukufuata maelekezo yako yote unayoyatoa, na tutaendelea kuwaelimisha na kuwashauri na kuwaongoza vijana ambao tumeongezewa kwenye taasisi yetu. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba ya ofisi ya Katibu Tawala mkoa wa Iringa RAS, nipende kwanza kukushukuru sana. Nikushukuru sana kwa ajili ya semina hii elekezi ambayo umeitoa kwa waajiriwa wapya au ajira mpya katika mkoa wetu wa Iringa kutoka katika taasisi zaidi ya 15 za umma zilizoko katika mkoa wetu. Tunashukuru sana. Na kingine niseme, mimi nikiwa kama msimamizi au mkuu wa masuala ya kiutumishi na wa mkoa, yani utawala na usimamizi wa rasilimali watu, mimi mkuu nipende kushukuru sana kwa sababu hizi semina elekezi ambazo umekuwa ukitoa kwetu sisi imekuwa ni kitu kikubwa sana, hasa katika utekelezaji wa majukumu yetu. Hii ni zoezi la mara ya pili. Mara ya kwanza kabisa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ulianza na ajira mpya kwa watumishi wote walioajiriwa katika halmashauri zetu zote 5 za mkoa wa Iringa, ambapo tulikuwa na watumishi zaidi ya 700 ambao tuliweza kuwakusanya na tukapata semina hii elekezi. Nasema tuna bahati kwa sababu tuna mkuu wa mkoa ambaye mbali na majukumu yake pia mkuu wa mkoa, lakini ni mtaalamu wa semina elekezi. Kwa hiyo tumejikuta tukifanya hizi semina ambazo zinajumuisha watumishi wote, basi mkuu wetu wa mkoa mbali ya kwamba anakuja kama mkuu wa mkoa, lakini pia tunakuwa na jukumu ambalo anatusaidia, anatupa jukumu, anatufanyia jukumu kubwa sana la kutoa mafunzo na kutukumbusha namna gani ya utekelezaji wa majukumu yetu. Lakini leo hili ni zoezi kubwa la pili katika mkoa wetu wa Iringa linalohusu ajira mpya, ambalo sasa limejumuisha zaidi, ukiacha lile lilikuwa zaidi ya watumishi 700 kwenda halmashauri zote 5, ili watumishi zaidi ya 200 kutoka katika taasisi zaidi ya 15 za umma zilizoko katika mkoa wa Iringa. Hawa ni watumishi wapya ambao pia wanapata semina elekezi. Tunafahamu
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tahamu kwamba taasisi hizi zina miongozo yao ambayo inawaongoza katika kuwapokea, namna gani ya kuwapokea watumishi, namna gani ya kuwafundisha, kuwa orient na majukumu yao. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili ukaliona kwamba mbali na hayo majukumu miongozo yao ambayo inawaongoza, bado sisi kama mkoa, sisi ambao tunasimamia watumishi wote ambao katika mkoa wa Iringa, kwamba tunapaswa kuwakumbusha namna bora ya utekelezaji wa majukumu yao wanapokuwa katika mkoa wetu wa Iringa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru sana kwa hilo, kwa sababu tunaamini tunapozungumzia kero za wananchi katika mkoa wetu wa Iringa, hizi kero zinakwenda kutatuliwa na watumishi ambao serikali yetu tukufu imewaleta hapa katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tunavopata fursa ya kuongea na watumishi wote hawa ambao wanaingia katika mkoa wetu, kila mara wanavyoingia atuangalie ni taasisi gani, ni kwamba tunakumbusha ni kitu gani hasa kama watumishi wanatakiwa kukifanya katika mkoa wetu wa Iringa ili kwenda kutatua zile kero ambazo zimekuwa zikiwasumbua wananchi wa mkoa wetu wa Iringa, na mwisho wake kufikia yale matokeo ambayo mkoa wetu umejipangia kupitia mkuu wetu wa mkoa, na tunaamini kabisa tutafikia kwamba hawa watumishi watatoka hapa watakwenda kutumikia majukumu yao ipasavyo, na mwisho wa siku wanakwenda kutatua zile kero ambazo zimekuwa zikiwasumbua wananchi wetu wa mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na tunasema tuna bahati, narudia tena hilo kusema tuna bahati. Lakini la tatu, nipende kukuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nikiwa kama msimamizi wao wa watumishi, yale yote ambayo umetukumbusha katika semina hii, umewakumbusha watumishi wote hapa, nipende kuahidi kwamba tunakwenda kuyatekeleza na tutayasimamia ipasavyo. Tutayasimamia ipasavyo na tutahakikisha kwamba watumishi hawa wanazingatia kwanza kabisa maadili katika utumishi wa umma. Kiangalia wengi, asilimia kubwa sana ni vijana bado wadogo. Kwa hiyo maadili katika utumishi wa umma, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameeleza, sina haja ya kurudia, nitaharibu ile ladha kama mwenzangu alivyoongea. Lakini kuna swala la kuzingatia sheria, taratibu na kanuni na miongozo mbalimbali ambayo serikali imekuwa ikiitoa katika utumishi wa umma. Tunapaswa kuizingatia na kufanya kama ambavyo tumeelekezwa katika semina hii. Lakini pia tunatakiwa kuzingatia swala la utu, uwajibikaji, lakini na utunzaji siri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameongea vizuri sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa niaba ya ofisi ya RAS, mimi napenda nishukuru sana kwa sababu linaturahisishia sana sisi utekelezaji wa majukumu yetu kama nilivyoongea mwanzo. Tukiwa na watumishi ambao ni wawajibikaji, wenye utunzaji wa siri, lakini vile vile wanaojali utu wa wananchi wale ambao wanakwenda kuwahudumia. Tunashukuru sana. Lakini kuna kingine ambacho Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ninaomba niwasisitize. Jamani, tumeambiwa angalie namna tunajipanga ili kuepukana na tamaa, lakini kuishi ndani ya bajeti yetu. Kuishi ndani ya bajeti yetu na kujitafutia kipato kwa njia iliyo halali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na hilo pia naomba nishukuru na nikuahidi kwamba tunakwenda kulizingatia ipasavyo. Lakini lingine nipende kuwasisitiza watumishi wapya kwamba sasa wametoka hapa wanakwenda kutekeleza majukumu yao, lakini wameongea viongozi wengine waliopita, lakini natambua humu ndani kuna baadhi wameongozana na maafisa utumishi au maafisa wasimamizi maafisa utawala ambao na usimamizi wa rasilimali watu ambao wamekuwa wakishughulikia na masuala ya kiutumishi, kwamba haya ambayo yametolewa leo kwenye semina hii elekezi pamoja na yale ambayo yamekuwa yanatolewa na taasisi zenu, semina mbalimbali zile ambazo mnakuwa mmepewa na taasisi zenu wakati mnajiunga kwa mara ya kwanza, tunakwenda kufuatilia sasa utekelezaji wake kwamba unakwendaje, ili tuwe na watumishi ambao ni waadilifu na ambao wanazingatia yale ambao tumeelekezwa. Kwa hiyo naamini kabisa maafisa utumishi ambao mmeongozana na watumishi wenzenu hapa na ukijumlisha na zile semina ambazo mmekuwa mkiwapa watu wenu, basi mtakwenda kufanya vizuri kabisa ili mkoa wetu sasa uwe kati ya mikoa ambayo ina watumishi wenye uadilifu. Yaani mtu akikaa huko akitaka mtumishi afikirie kusema bwana, watumishi wa mkoa wa Iringa ni watumishi ambao wameiva kimaadili, wameiva kiutekelezaji wa majukumu yao, lakini pia
wameiva katika masuala mbalimbali ambayo tukiwachukua sisi tukawaweka katika taasisi zetu au ofisi zetu, basi itatupelekea sisi taasisi zetu kuwa na watumishi ambao ni imara kabisa. Kwa hiyo kwa hilo mimi nipende kuwasihi sana. Na la mwisho kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tena kwa mara nyingine tena nikushukuru sana, na niombe sasa kwa ridhaa yako nikukaribishe tena ili uweze sasa kutufungia rasmi kikao chetu kazi semina elekezi hii ambayo imejumuisha watumishi zaidi ya 200 kutoka katika mkoa wetu wa Iringa na zaidi ya taasisi 15 za umma za mkoa huu. Asante sana na karibu. Lakini pia nimepokea matangazo kwamba tusiondoke baada ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuondoka. Kuna watu ambao hawajajirejista kwenye mahudhurio. Sawa. Asante. Na nyewe wazee wa moto, asanteni sana. Mungu awabariki sana.